Miss Wanje anasema kwa kweli mimi nina hofu sana. Nimesikia huko nje wanaiba figo na maini, mimi sioni kama ni salama. Naomba unishauri kuhusu sheria bora za Tanzania badala ya kusoma nje ya nchi. Okay, swali zuri sana. Unajua huko nje tunapata watu wanakuwa feeded, au ukiwa na idea ya kwenda kusoma nje, kuna muda mwingine unapewa ideas ambazo hazipo. Kwa mfano, tulishasikia kweli kuna watu wanaiba figo, wanaiba maini, wanaiba viungo vya binadamu. Lakini ni watoe hofu kwamba sheria huko nje ni kali zaidi. Hata kama ushakusikia katika nchi husika kitendo fulani kilishakufanyika, sio kwamba iliruhusiwa kufanyika na serikali. Na vyuo tunavyopeleka wanafunzi, cha kwanza vina ulinzi, lakini cha pili pia wanafunzi wote ambao tunawapeleka nje ya nchi, sisi tunakuhakikishia mzazi ulinzi wa yule mwanafunzi mpaka anafika chuoni. Kwa hapo katikati haitotokea kwamba kuna nchi fulani labda ilishakutokea kitu fulani, labda ni wizi wa viungo vya mwanadamu, alafu labda nchi ilikuwa imeruhusu hivyo vitu vitendeke. Kwa hakuna sehemu ambayo, hamna nchi yoyote ambayo inaruhusu hivyo vitu kutokea, na kuna sheria kali ambazo zinambana. Kwa hiyo kusoma nje ya nchi ni salama sana kuliko hata unavyofikiria. Nimependa jibu lako, unasema hakuna serikali inayoruhusu. Hakuna serikali.